Wakala wa Chakula, Dawa na Vipodozi Zanzibar ZFDA umeteketeza jumla ya tani 14.5 za bidhaa mbalimbali ikiwemo mchele, cheese na bidhaa nyingine zilizomaliza muda wa matumizi pamoja na zilizoharibika, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kulinda afya za wananchi. Zoezi hilo la uteketezaji limefanyika katika eneo la Jaa la Kibele, mkoa wa Kusini Unguja, ambapo bidhaa hizo ziliharibiwa kwa kufuata taratibu za usalama ili zisije zikarejea sokoni na kutumiwa na wananchi. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukamilisha kwa zoezi hilo, afisa uhusiano kutoka ZFDA Fatuma Makame Juma amesema hatua hiyo inalenga kuzuia bidhaa zisizo salama kuendelea kutumika ovyo na kusababisha madhara kwa afya ya binadamu. Kama ilivyo kawaida, Wakala wa Chakula, Dawa na Vipodozi Zanzibar hufanya zoezi la uteketezaji mara tu inapogundua bidhaa hazifai au zimepitwa muda wake wa matumizi. Tumeteketeza jumla ya tani 14.5 za bidhaa za chakula, ikiwemo tani 12 ya bidhaa ya mchele aina ya SSS, tani 1 bidhaa ya chizi na tani 1.5 bidhaa ya vyakula mchanganyiko. Uteketezaji huo hufanyika kwa kushirikiana Wakala wa Chakula, Dawa na Vipodozi, Mamlaka ya Mazingira ZEMA pamoja na Manispaa, lakini pia kwa kushirikiana na Ofisi ya Mkuu wa Mkoa Mjini Magharibi. Bidhaa ya mchele aina SSS imeteketezwa kufuatiwa baada ya kufanya ukaguzi wa mashirikiano baina ya Ofisi ya Mkuu wa Mkoa Mjini Magharibi na Ofisi ya Wakala wa Chakula, Dawa na Vipodozi. Ikagundulikana kwamba imehifadhiwa vibaya. Tukafanya ukaguzi ule wa mashirikiano na tukaona kwamba haifai kwa matumizi ya binadamu, na tukachukua jukumu la kuja kuifanyia uteketezaji, ambapo leo ndo tumeifanyia uteketezaji bidhaa mchele wa aina ya SSS. Na uteketezaji huo wa aina ya chizi tumeiteketeza kwa sababu mara tu ilipoingia nchini imegundulikana kuwa imeharibika na haifai kwa matumizi ya binadamu. Lakini pia bidhaa ya mchanganyiko tani 1.5 imeteketezwa mara tu baada ya kuonekana, baada ya ukaguzi wa kila siku unaofanyika katika maduka na maghala, kuwa bidhaa tunachukua kidogo kidogo, lakini pia ndo tumezileta, tumechanganya pamoja na mchele, tumekuja kuzipeleka kuziteketeza. Lengo la uteketezaji wa bidhaa ambazo hazifai na zimepitwa na muda wa matumizi, tunahakikisha bidhaa hizi haziendi kutumika, na ndio maana tunazileta katika Jaa Kibele kwa kuhakikisha bidhaa hizo hazitumiki tena na jamii inabaki katika hali ya usalama. Lakini tunatoa wito kwa wafanyabiashara na wauzaji wa jumla na rejareja, wanapobaini au kuhisi bidhaa zao zimeharibika au kupitwa na muda wa matumizi, waje waripoti katika taasisi yetu ya Wakala wa Chakula, Dawa na Vipodozi, ili kuepusha athari itakayokwenda kutumika bidhaa ile kwa binadamu, kuepuka yale madhara ambayo yatapatikana baada ya bidhaa kuharibika au kupitwa na muda. Kutokana na sababu ya sisi kudispose bidhaa yetu hapa ni kucomply na local law, sheria za ndani ya nchi, hasa mamlaka ya ndani ya nchi kama ZFDA, kwamba products zikija zinatakiwa ambazo zimekuwa expired ziwe disposed kutokana na sheria inavyotaka, na kwa ambazo zinazoingiza chini ya miezi 6 napo pia zinatakiwa ziwe disposed. Sheria ya importation ya kuingiza bidhaa inatakiwa zisiwe chini ya miezi 6. Unaona? Kwa hiyo tumefuata namna mamlaka inavyohitaji. Sababu kuu ya product zetu kwa ni expire ni kutokana na vita ya Middle East, nadhani wote mnaelewa, ambayo ina involve Iran na Marekani. Imedistract global supply chains, kwa sababu sisi tuna import food stuff for all over around the world, na tunapo import tunakuwa tuna expected duration time expired inaweza ikawa paka mwaka mmoja. Kuna bidhaa ambazo zina duration zaidi ya miezi 9. Unaona, sasa tunategemea usafirishaji mpaka inafika ndani ya nchi at least ichukue miezi 2-3. Lakini sasa unakuta sometimes kutokana na hii vita iliyokuwa inaendelea tulikwama. Unaona, container nyingi mbalimbali ambazo zilikuwa za kwetu zinakuja zilibidi zikwame, mpaka kabisa tuanze kutafuta route nyingine ya kuweza kufikisha mizigo hapa. Unaona, ambapo kidogo inakuwa ni ndefu zaidi. Unakuta paka container zinakuwa transferred mpaka Dar es Salaam uzifanyie transshipment zije hapa Zanzibar. Kwa hiyo utaratibu ukawa ni mrefu zaidi. Kwa hiyo hatimaye product imefika zikiwa tayari zime expire. Kwa hiyo ikabidi tufuate taratibu za mamlaka
kwa zile product ambazo zime-expire to dispose, ambapo leo tumekuja kudispose butter na cheese. Mimi cha msingi naona ni jambo la muhimu sana kushirikiana na mamlaka husika, kwa sababu inalinda sasa watumiaji na waraji wa ndani ya nchi. Kama ZFDA ni kuhakikisha usalama wa nchi unavyoendelea. Kwa wafanyabiashara wote ni vizuri tukacomply na sheria inavyotakiwa. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwan Kasim.